Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Sheikh Abubakar Kada kwa ajili ya kuendelea kufanya vipindi, na leo tunaangazia kuhusiana na taifa la Irani, dini ya wenyeji na jinsi gani Uislamu ulivyoingia pale, na jinsi gani liligeuka kuwa taifa la Kiislamu, kwa sababu tunajua origin wake wao hawakuwa Waislamu, na sababu ya kugeuka kuwa taifa la kivita, kwa sababu tunaona ni watu ambao wakupigana mara nyingi. Ameshakuwa kwenye migogoro mara nyingi, japokuwa kwenye vita zile haingii moja kwa moja, lakini amekuwa kwenye migogoro, na mpaka sasa hivi tunavyoongea yupo kwenye migogoro. Kwa hiyo mwalimu, karibu sana. Kuna watu ambao huwa wanasema labda kuingia kwa Uislamu pale ndani ndio ulikuja kusababisha vita zilizopo. Kwa hiyo utatusaidia, tutaendelea kuelewa hivyo. Kwanza kabisa tuanze na taifa lenyewe na dini za wenyeji zenyewe zilikuwa dini zipi hasa? Karibu sana mwalimu. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kama alivyosema ndugu yangu hapa, leo tunaangazia mada taifa la Irani na wenyeji wake, yani watu wa asili wa wenyewe walikuwa dini gani, na baadaye tena walivyoingia katika dini ya Kiislamu wakawa taifa la kivita. Je, hawa watu kiasili ni watu wa namna gani na dini yao ilikuwa dini gani? Kwanza tuseme kwamba kabla ya kuingia katika dini ya Kiislamu, hao Wajemi tayari walikuwa ni watu mahodari, ni watu mashuhuri ambao wenye utamaduni wa zamani sana. Naweza kukwambia kwamba dini yao ya asili inaitwa Zoroastrianism. Ilikuwa ni dini kubwa zaidi katika ufalme wa kale wa Persian. Yaani dini hii ni dini ambayo wenyewe walikuwa na muabudu Mungu anaitwa Ahura Mazda. Nafikiri hata Wajapani walivyotengeneza zile gari zao zinaitwa Mazda ni hiyo kwa ajili ya huyu Mungu Ahura Mazda, maana huandikaga hivyo. Kwa mfano kuna gari zingine zinaitwa Nissan. Nissan ni jina la mwezi wa Kiyahudi. Kuna mengine labda yanaandikwa Nadia, Kiarabu ni mtumishi. Kwa hiyo huchukua majina haya na kuweka pale, lakini kwa maana hiyo. Lakini hili lilikuwa taifa la kipagani ambayo lenyewe lilikuwa linaabudu Mungu anaitwa Ahura Mazda, na walikuwa na Mungu mwingine anaitwa Ahrima na miungu mengine wengi ambao walikuwa wanaabudiwa katika taifa hilo la kipagani. Lakini kwa upande wa kisiasa na kitamaduni na kihadhara ni kwamba taifa hili lilikuwa ni taifa la kubwa, ni taifa ambalo kwanza tuseme ni taifa ambalo limebarikiwa kuwepo katika sehemu ya Asia Magharibi na limekaa sehemu ya kimkakati, kwa sababu Irani kuna maeneo mengine yamezungukwa na milima mikubwa sana. Kiasi kwamba hata ukifanya uvamizi inakuwa ni kazi ngumu kulingana na jiografia yake liliko, na kadhalika limezungukwa na bahari. Unajua taifa lolote kubwa duniani ili liwe taifa hasa lenye maana liwe na bahari. Ikiwa na taifa ambalo lenyewe bahari hakuna inakuwa ni mtihani. Kama wanavyoona wa Ethiopia leo wanavyohangaika kutafuta bahari. Bandari. Umejisikia Museveni anatangaza, anasema bahari ya Hindi pia naye anahusika, na Kenya wampe bahari, la sivyo atapigana nao, kwa sababu bahari hana. Kwa hiyo taifa hili ni taifa ambalo la kimkakati, ni taifa ambalo limekaa sehemu nzuri ya kimkakati. Lakini hawa Wajemi kama tulivyosema katika mada iliyopita walikuwa ni superpower tangia muda mrefu. Walikuwa ni superpower katika muda mrefu na wamepigana vita vingi mpaka kufikia hapo walipo kabla ya kuwa Waislamu. Wamepambana sana. Maana zamani, desturi za zamani ambazo sasa hivi naona dunia inarudi kule kule, ni kwamba ukipigana na mtu akiteka eneo anachukua. Kwa mfano sisi hapa Tanzania Wangoni walipotoka huko Afrika Kusini wakati wanakimbia vita vya Wazulu huko, maana Wazulu pia ni Wangoni. Walivyokuwa wanatoka kule Wangoni wale wakaja huku, walipofika maeneo ya pale hapo mkoa wa Ruvuma wakawashinda wenyeji wakakaa pale. Na ndivyo zamani ilikuwa ni hivyo. Yaani mtu akikupiga akifika katika eneo lako analichukua. Ilikuwa ni ubabe juu ya ubabe. Kwa hiyo taifa la Irani lilikuwa ni taifa la kivita tangia muda mrefu. Na ndio maana mwaka wa 538 BC lilipigana vita na Babylon, wakaingia pale Babeli, wakauwekea vizuizi mto Frati. Wakaupindisha ule mto wakapita eneo lingine, wakavamia ikulu ya Babeli, wakateka, wakaitawala.
Hapo ndio ikawa mwanzo wa wao wenyewe kuwa superpower kubwa duniani na kuweza kuwa na miliki ya utawala, kama tulivyosema, wakatawala sehemu kubwa ya ulimwengu, kwa maana kwamba nchi hii tangia zamani ni nchi ya kibabe. Yaani ni taifa ambalo linajua nini maana ya utawala. Ni taifa ambalo limetawala sehemu kubwa ya ulimwengu. Limetawala mpaka huko Afrika, likatawala Asia, likatawala mpaka Ulaya, Ugiriki, Roma zamani ilikuwa chini ya Wairani. Hiyo Roma unasikia wewe, Ugiriki unasikia wewe, ilikuwa chini ya Persians. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba wazungu wametawaliwa na Wairani hapo zamani. Kwa hiyo sasa unafikiri utawatawala watu wabishi kama wazungu, ambapo zama hizo wakiitwa washenzi, kazi yao ni uchawi na mambo ambayo hata nyumba hawana, watu wa vita, lakini walitawaliwa. Hii ni dalili ya wazi kwamba Waajemi hawa zamani walikuwa ni watu wa vita sana, na hawa walikuwa wametawala miliki nyingi sana. Kwa hiyo niseme kwamba tunapozungumzia Wairani, taifa la zamani sana, na ni taifa ambalo linajitambua, na kwa sababu unajua unaweza kuwa empire lakini baadaye tena ikafa, ndio ikawa moja kwa moja. Lakini hawa wanakwenda, wanavunjika, wanajipanga tena, wanarudi. Na ndio wa Irani sasa hivi mawazo yao yalivyo. Ni kama vile wanajikusanya tena kurejesha ile Irani ya zamani, ile empire ambayo zamani walikuwa nayo. Lakini kimsingi tuseme mnamo karne ya 7 ambao sasa na mwaka 630 Waislamu ndio walianza kuwashambulia hawa wa Iran. Kipindi hicho walikuwa na dola inaitwa Sassanid Empire. Hii Sassanid Empire imetajwa katika Qur'ani katika surati Rum au sura ya Waroma. Kwa hiyo Qur'ani ina surati Rum, sura ambayo inazungumzia Waroma na Waajemi. Walipambana sehemu ambayo ni hapo ni katika leo tunaita Israeli au Jordan. Walipambana katika ile vita, Wairani wakashindwa, Wairani wakateka. Ndio Mungu katika surati Rum anazungumzia vita vya Waajemi na Warumi, anasema ghulibati Rum fi adna al-ardh, kwamba Warumi wameshindwa katika ardhi iliyokuwa chini pale kwenye Dead Sea, ile bahari iliyokufa pale Israeli, wanaita Dead Sea, kwamba Warumi wameshindwa katika vita vilipigana katika eneo lile. Na Qur'ani eneo lile imeita adna al-ardh, kwamba ni ardhi ambayo iko chini kabisa kutoka under sea level, kutoka usawa wa bahari. Wa Irani wakawashinda wa Roma, lakini Qur'ani ikatabiri ikasema baada ya miaka 9 wa Roma watawashinda tena wa Irani, na siku hiyo Waislamu watafurahi. Yani katika vita hizi mbili, kama unavyoona leo katika mitandao, kuna watu wako kambi Marekani, kuna watu wako kambi Irani. Kwa hiyo wakati wa Irani wanapigana na wa Roma, Waislamu walikuwa upande wa Roma. Wanashabikia upande wa Roma, kwamba Roma iwashinde wa Irani. Kwa nini? Kwa sababu wa Roma at least wanaitwa watu wa kitabu. Wanaamini mitume. Lakini wa Irani walikuwa ni wapagani. Wanaabudu moto, wanaabudu mamiungu, wanaabudu masanamu. Kwa hiyo Mungu akasema baada ya hapo, baada ya miaka 9 Waroma watawashinda wa Irani, na kweli baada ya miaka 9 Roma ikashinda tena Irani katika eneo la Jordan. Waroma wakachukua tena usukani, wa Irani wakawa wamefanyaje? Wameshindwa. Lakini hapa inaonyesha wazi kwamba hawa walikuwa ni watu wa kupambana. Kwa hapa hii ni surati Rum. Hebu soma moja moja. 32. Naam. Warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda. Katika miaka michache amri ni ya Mwenyezi Mungu, kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi, kwa nusura Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, na ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Kwa hiyo yani katika hilo bato, hilo pambano, Waislamu walikuwa wanashabikia wa Roma. Waislamu walikuwa wanashabikia wa Roma, na wale makureishi wa Maka ambao walikuwa ni wapagani wanawashabikia wa Irani. Kwamba katika mtanange unaokuja wapagani wenzetu watawashinda. Watashinda watu wa kitabu ambao ni Wakristo na wanafanana na nyinyi Waislamu. Maana mnaamini manabii nao wanaamini, kwa hiyo mnafanana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini hawa walikuwa ni watu wa kupambana, ni watu wa vita, walipambana. Kwa hiyo mpaka Qur'ani imewataja katika hiyo vita ambao walikuwa wanapigana na Waroma. Lakini au ndio maana inasemekana kwamba Waislamu wana mahusiano na Waroma. Kusema Waislamu wana uhusiano na Waroma, uhusiano wao ni kwamba wao wanafanana vitu vingi. Waislamu wanaamini manabii wakina Musa, wakina Ibrahimu, Wakristo na wanaamini hivyo hivyo. Ushafahamu vitu vingi tunakubaliana katika maandiko. Kwa hiyo tuko pamoja sana.
Sio kama ni dini moja, dini tofauti, lakini kuna baadhi ya imani nyingi. Malaika wanaamini, sisi tunaamini malaika. Vitabu vya Mungu, Taurati, Zaburi, Injili, wao wanavyo baadhi ya vitabu. Tuna mambo mengi tunakubaliana na watu wao wa kweli tu. Wakristo sio maadui zetu. Qur'ani imesema utaona waliokuwa maadui zaidi kwa Waislamu ni Wayahudi na wale mushirikina. Wanaotupiga vita sisi zaidi ni Wayahudi. Ndio maana Netanyahu amesema Uislamu ni hatari. Uislamu unatakiwa udhibitiwe haraka. Netanyahu ndo anasema hivyo. Lakini angalia katika nchi za Kikristo, Waislamu wanaenda kule, wanaenda katika nchi za Ulaya na wanafanikiwa. Umeona hata juzi Trump anapambana na Waislamu wa Somalia walioko pale Minnesota. Ndio. Lakini wamekaa pale wanafanya biashara, wanakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo Wakristo, nchi za Kikristo, Waislamu wakienda wanakaa vizuri, hawasumbuliwi. Kwa lazima hilo tu wa kweli kwamba sisi na Wakristo hatuna ugomvi kivile, na ndio maana Qur'ani ikawasifu Wakristo kwamba ni watu ambao wako karibu na Waislamu. Na kwa nini wako karibu na Waislamu? Wakristo miongoni mwao kuna wanazuoni na kuna watawa. Na hawa Wakristo baadhi yao wanasilimu wakijua haki, na ndio maana sasa hivi watu wanasilimu wengi, mpaka Netanyahu anasema jambo hili limekuwa ni tishio katika nchi za Ulaya. Hali ya kuwa Ulaya wengine wazungu wenyewe makanisani hawaendi. Kwa hiyo kimsingi Irani hii, pamoja na mapambano yote hayo, Irani ilivamiwa na dola ya Kiislamu. Irani ilivamiwa na dola ya Kiislamu, ilikuwa ni karne ya 6, tuseme mwaka 530 mpaka 551, ndio Waislamu wakawa wanavamia dola inaitwa Sassanid Empire, wakaipiga kijeshi na ilitekwa zama za ukhalifa wa Omar. Ilitekwa zama za ukhalifa wa Omar, ndio Waislamu walivamia, wakaenda kwenye mji unaitwa Madiana. Huu mji ambao unaitwa Madiana ni mji ambao ulikuwa sasa hivi tunasema ni Lebanoni. Ulikuwa ni mji mzuri sana katika ulimwengu wa zama hizo za zamani. Na Waislamu walipoenda pale kijeshi, ilikuwa ni mwaka tuseme, ndio nimetaja mwaka. Kamanda wa jeshi alikuwa anaitwa Saad ibn Waqas. Ndio aliingia pale wakati Omar ni khalifa, na hapo ilishamalizika vita kubwa baina ya Waislamu na Wajemi inaitwa Kadisia. Vita ya Kadisia ambayo ilikuwa ni vita kubwa sana, ambao Wairani walipata hasara kubwa na Uislamu ukazishinda makoloni ya Wajemi pale Iraki. Maana Iraki ilikuwa iko chini ya Wairani wakati wa Muhammad na makhalifa. Iraki yote ilikuwa chini ya Wairani. Ilikuwa ni Persia. Kwa hiyo kienda Iraki, Irani, mpaka maeneo mengi tu wa Irani walikuwa wanatawala. Kwa hiyo Waislamu walienda pale, wakaivamia, wakavuka ule mto Frati, huo mto wa Lebanoni. Walipovuka wakawa wanasoma aya ya Qur'an nasema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakawa wanavuka na farasi wao, na hapa ilifanyika miujiza mikubwa. Waislamu wakavuka, wakaenda wakateka, na mfalme wa Irani akawa ameuawa. Kwa hiyo kihitimisho tuseme kwamba dola ya Kiislamu ilikwenda kuvamia wa Irani na aliwapiga sana. Na hili lilitokea wakati gani? Wakati Mtume Muhammad yuko Maka, alianza kujipanga kimikakati. Na Mtume kuna wakati aliingia mikataba na Makureishi. Unaitwa mikataba ya Hudaibia. Na hapo ndio ugomvi ulianza baina ya Wairani na Waislamu. Huu mkataba uliandikwa kwa sababu gani? Mtume alikuwa anakwenda kufanya hija Maka. Alivyokwenda kufanya hija Maka, akamtuma sahaba anaitwa Uthman bin Affan. Alipoenda kule akazuiliwa. Ukaja uvumi kwamba Uthman kauawa. Mtume akasema kama Uthman ameuawa nitaunda jeshi kwenda kuipiga Maka. Sasa kabla hajapanga mpango wa kwenda kuishambulia Maka, Makureishi wakatuma watu wao wana diplomasia wa Kikureishi kuja kuongea na Mtume Muhammad. Akatumwa mtu anaitwa Khalid ibn Walid akaja, na mtu mwingine anaitwa Suyu Abdallah akaja pale, ndio kaandikwa mkataba wa Hudaibia. Mkataba huu ulikuwa ni mgumu kwa Waislamu, lakini ulikuwa una faida. Maana hata Waislamu wengi walipinga huu mkataba. Lakini mkataba huu wa Hudaibia, miongoni mwa vipengele, maana Waislamu waliandika huu mkataba, wakaandika Bismillahirrahmanirrahim. Wale Makureishi wakasema futa. Allah tumtambui kama ni Mungu. Andika bismika Allahumma, kwa jina lako wewe Mola, sio Bismillahirrahmanirrahim. Tungemtambua ni Allah, tungechukua Waislamu sisi. Futa. Wakaandika bismika Allahumma. Mtume akasema futeni, andikeni. Waislamu wakaandika.
Yani bismika Allahumma, maana kwa jina lako ewe Mola, haijalishi ni Mola wa Quraishi wala Mola wa Waislamu. Kwa hiyo futa neno Allah likafutwa pale. Kipengele cha pili kinasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad mtume wa Mungu, akasema futa, andika Muhammad mtoto wa Abdallah. Si tungejua Muhammad ni mtume tungesha silimu. Maswahaba wanataka kupigana, wakina Ali wasema Ali ndo mwandishi anaandika pale, anataka kupigana, siwezi kufuta, mtume anambia futa. Kwani ukifuta maandishi mimi ndio sio mtume kweli? Futa hapo. Akafuta kipengele kile. Kipengele kinasema kingine, Makureishi wanasema akija mtu Maka, yani mtu akisilimu, akitoka Maka akisilimu akiwa Muislamu, nyie Waislamu mumrejeshe Maka. Okay. Lakini akiacha Uislamu akirudi kwa Makureishi harudi, kwa sababu amerudi kwenye dini yake. Okay. Mtume akasema nimekubali, andika. Mgogoro karibia watu wapigane. Okay. Huo ndo mkataba unaitwa mkataba wa Hudaibia, ukaandikwa mkataba vizuri, na kipengele kingine kinasema kusiwe na vita muda wa miaka 10. Mtume akasema andika. Wakaandika ule mkataba ukamalizika, ndio ikateremsha sura Tauba, sura ya 9 ambayo inazungumza kwamba mtume kapata, sura ya 48. Mungu asema inna fatahna laka fataha mubina, tumekupa ushindi uliokuwa mkubwa. Kwa sababu Mungu aliwajua Makureishi watavunja mkataba. Okay. Kwa hiyo mkataba ukawa umeandikwa, kukawa na kipindi cha mpito cha amani cha miaka 10, yani kuwe na amani. Okay. Sasa kipindi hicho ndio mtume sasa akawa anaandika barua kuwapelekea wafalme. Akaandika barua akapeleka Roma, barua nyingine akaandika akapeleka Misri kwa mfalme anaitwa Mkaukas, barua nyingine akaandika akapeleka Omani kwa mfalme wa Omani, barua nyingine akapeleka Roma, barua nyingine akapeleka Iraki na nchi mbalimbali, akawa amesambaza ile barua. Barua aliyopeleka Irani kwa mtawala anaitwa Kisra, yule bwana wa Irani walikuwa jeuri. Ndio. Walipofika pale barua waliichana. Na kwa nini wameichana? Kwa sababu kwanza alipoanza kusoma barua tu imeanza kwa bismillah. Barua inasema kutoka kwa Muhammad mtume wa Mungu kwenda kwa mfalme Kisra wa Irani na kuita katika Uislamu. Jamaa akachana, akasema Waarabu hawawezi kutufundisha dini Waarabu. Akaichana ile barua. Na sio kuichana barua tu, wa Irani walivyokuwa jeuri na yule mjumbe wa mtume wakamchinja, wakamuua. Okay. Habari zilipofika kwa Mtume Muhammad akasema madamu wamechana barua yangu na Mungu atauchana ufalme wao. Kwa hiyo bifu lilianza pale pale baada mtume kupeleka barua kwa Wairani, Wairani wakakataa barua wakaichana, lakini barua iliyokuwa na Roma wale hawakuwa na shida. Mfalme wa Roma alipopeleka barua na Waislamu aliisoma, akauliza wale wajumbe, kwa nini Muhammad nani? Akawa anauliza, wakawa wanamjibu. Basi baada ya hapo akasema nimeichukua barua lakini mimi siwezi kusilimu. Okay. Akakataa. Lakini kimsingi wa Roma hawakuonyesha upinzani mkubwa kama walivyofanya hawa wa Irani, ambao wenyewe na si kufanya ujeuri tu, walichofanya ni kwamba walimtuma mpaka mtu gavana aliyekuwepo Yemen aende Madina akamkamate Muhammad ampeleke Irani. Okay. Na walivyokuwa wajeuri. Okay. Kwa hiyo wakatuma mtu aende amkamate mtume Muhammad ampeleke Irani. Okay. Wajumbe wakatoka Yemen wakaenda mpaka Madina kwa Muhammad, wakasema tumetuma tu tukukamate tukupeleke kwa mfalme wa Irani. Mtume akasema kama mkoja unikamata basi subirini laleni alafu kesho nitakupeni jibu. Wakalala. Walipoamka kesho wanamwambia mtume basi tunataka tukuchukue tuondoke. Mtume akasema sikilizeni, huyu aliyekutumeni sasa hivi kashakufa. Okay. Kwa hiyo amri yake haifanyi kazi tena. Jamaa alituma kashakufa, ikabidi waondoke. Walipoondoka wanafika Yemen, wanapewa taarifa kweli jamaa kafa. Kwa hiyo ndio jambo likawa limefanyaje? Limeishia hapo. Lakini kimsingi tuseme hawa watu wa Irani walikuwa ni watu ambao ni watu wa vita sana, lakini walishindwa na Waislamu na vita yenyewe ilikuwa si ya kitoto. Okay. Tunaona baadaye walipigana vita walikuwa wanatumia mpaka tembo. Yaani Waislamu wanatumia farasi, hao jamaa wanatumia tembo ndio farasi wao. Okay. Yaani walikuwa wameadvance kijeshi duniani, wakati Waislamu wanatumia wanatumia farasi, wa Irani wanatumia tembo. Wao wamewafundisha tembo. Ndio wanawatumia kama farasi. Kiasi kwamba sasa hata katika ile vita ya makabiliano na Waislamu, vita vya Kadisia, farasi wanaogopa wale tembo. Ndio Khalid bin Walid akaja na mbinu ya kuwapiga wale tembo mishale ya machoni. Okay. Ndio akawa amelivunja jeshi la Wairani. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa ni mabingwa sana na mastadi na walikuwa wana ngome kubwa sana duniani. Kwa hiyo kimsingi hawa walikuwa ni wapagani, lakini walianza kuingia katika Uislamu kidogo kidogo. Okay. Kuanzia kwenye karne ya 8 sasa
wakaanza kuingia katika Uislamu kidogo kidogo, wakaanza kuingia katika Uislamu mpaka kufika karne ya 15 ndio Irani ikawa rasmi ni nchi ambayo iko chini ya madhehebu ya Kishia. Okay. Ikawa tayari ni nchi ambayo iko chini ya madhehebu ya Kishia rasmi. Na ina maana kama ndio hivyo watu waliotoka kule upande wa Mtume Muhammad kwenda kuvamia Irani baadaye wakaingia wakahubiriwa dini, ina maana Mtume naye alikuwa ni katika dhehebu la Shia? Hapana, Mtume hakuwa na dhehebu la Shia wala la Sunni wala la Ibadhi. Mtume yeye alikuwa ni Muislamu, ila tunaposema madhehebu kwa maana ni uelewa wa mtu na mtizamo wake, lakini ya madhehebu haya rasmi kwa maana madhehebu ya kupewa majina. Ndio. Shia Sunni ni baada ya Mtume Muhammad. Okay. Mtume madhehebu yake ilikuwa ni Uislamu. Yaani kinachoshangaza kwa nini walichagua wawe Shia, ni kama taifa zima lile lipo upande wa Shia, wakati wao waliokuwa wamevamiwa walikuwa wametoka, Waislamu waliokuwa wameingia pale walikuwa wametoka kwa Mtume Muhammad moja kwa moja. Yaani Ushia umekuja baadaye, yaani ni miaka zaidi ya 300 baadaye au 200. Ndio Ushia ulianza kuingia kama dhehebu rasmi pale Irani. Japokuwa mitazamo ya Kishia ilikuwepo tangia Mtume yuko duniani. Okay. Kwa sababu kuna watu walikuwa na mitazamo kwamba Ali ndio kiongozi wa kwanza. Wengine Abubakari ndio kiongozi. Kwa hiyo ni mitazamo ya kisiasa ambayo ilikuwepo tangia Mtume anakufa tu ndio ilianza pale. Okay. Ila kufanywa madhehebu rasmi ni baadaye sana. Kipindi hicho Waislamu wote wanatambulika kama ni Waislamu, ni watu wamoja, lakini wana mitazamo tofauti. Okay. Si madhehebu rasmi kwa maana ya madhehebu ya jina kwamba ni Shia au ni Sunni, hapana. Walikuwa ni Waislamu kwa maana ni dini, lakini wana mitazamo tofauti. Okay. Kwa hivyo sasa waliingia katika Uislamu kuanzia karne ya 9 mpaka ya 11. Mpaka kufikia karne ya 11 Waislamu walikuwa ni asilimia 90. Okay. Ndani ya Iran. Na kitu ambacho kiliwakera wengi wakawa Waislamu, unajua Waislamu wakitawala sehemu, wale wasiokuwa Waislamu wanalipa kodi. Okay. Ambayo inaitwa jizya. Okay. Na Wairani wengi hawakupenda kulipishwa kodi. Kwa mambo ya kiuchumi na mambo ya kiutawala, wengine wakawa wanakereka, wanasilimu, vitu kama hivyo. Waislamu hutoa zaka, kila mwaka wanatoa zaka mara moja. Kwa hiyo kuna vitu vingi viliwafanya wasilimu, lakini kikubwa ni kwamba walifikishiwa dawa kwa muda mrefu, wakaweza kuua Waislamu. Ina maana hiyo mbinu ya kusema walipe kodi wale ambao wanakuwa sio Waislamu inakuwa kama mbinu ya kuwalazimisha na wengine wasilimu. Na hata katika kimadaraka, maana yake kama asilimia 90 wanakuwa ni Waislamu, hata katika madaraka yale ya kiutawala wa nchi wanakuwa wanapewa wao Waislamu. Kwa hiyo wengine labda wanaingia tu kwa sababu ya hizo tamaa zingine, sio kwa sababu ya dini yenyewe. Na huwezi kufaidi kwa asilimia kubwa kama wewe sio Muislamu, kwa sababu Waislamu unatakuwa vipaumbele katika dola. Sasa ili ukitaka ufaidi na wewe matunda ya dola hiyo, ina maana na wewe uwe nani? Usilimu. Kwa hiyo sasa wengi walisilimu kwa maana hiyo, lakini wengine walisilimu kwa maana ya kuvutiwa tu na mafundisho ya Uislamu na dawa ya Kiislamu na vitu vingine vya msingi. Sasa nije katika kipengele kingine. Kipengele kingine, kwanza tuelewe huu mgogoro unapoendelea Mashariki ya Kati, watu wajue vizuri sana, wale wa Irani si Waarabu. Okay. Sawa, kama tulivyosema jana. Lakini yule kiongozi wa Irani anaitwa Khamenei yule. Ndiyo. Yule ni Mkureishi. Okay. Ni ukoo wa Mtume Muhammad. Okay. Kwa hiyo wa Irani kwa sababu wanapenda familia ya bwana Mtume Muhammad. Ndiyo. Wanapenda yani watu wa Mtume na wanapenda ile nasaba ya utawala kutoka kwa Ali, ndio maana wamemfanya yule bwana ni mtawala wao yule Khamenei, na sio yule Khamenei peke yake, mpaka yule Khomeini, Imam Khomeini wa mwanzo. Okay. Alikuwa ni Mkureishi wa ukoo wa Mtume Muhammad kupitia kwa Imam Ali. Okay. Na Imam Hussein. Na hata huyu sasa hivi ni Mkureishi ambaye nasaba yake moja kwa moja inakwenda mpaka kwa Nabii Ismaili. Okay. Kwa lugha nyingine niseme huyu Netanyahu na huyu kiongozi wa Irani ndugu. Okay. Yaani wanagombana, lakini huyu mtoto wa Ismaili, huyu mtoto wa Isahaka. Okay. Kwa hiyo wa Irani kwa mapenzi yao ya kizazi cha Mtume wamesarenda utawala kwa wale watu wa kizazi cha Mtume. Okay. Na ndio maana yule imamu yule wa sasa hivi yule mzee unayemwona yule Khamenei, yule ni Mkureishi. Ni kizazi cha Ali. Okay. Hata yule wa kwanza alifanya mapinduzi yule Imam Khomeini ni ukoo wa Mtume kupitia kwa Ali. Okay. Kwa hiyo yule watu waelewe vizuri. Yule si Muirani kindakindaki, yule ni ukoo wa Mtume. Na wamempa uongozi kwa sababu wanaamini kwamba ukoo wa Mtume ni ukoo bora ambao wenyewe ndio watu wasawa wanastahili kufanyaje? Kwa viongozi. Kwa hiyo wamempa yule mzee ni Mkureishi, anatawala pale yule Imam Khamenei, na huyu ni mtu ambaye ana mikakati na ana msimamo. Okay. Wale watu hawana tamaa shekhe.
Wanasema hata yule kiongozi wa mwanzo yule Khomeini amekufa, ni maskini, hana pesa. Hawana tamani, watu ambao wanaishi katika hali ya ucha Mungu hali ya juu. Yule mzee hata kusafiri nje aende kusafiri nje yule. Muda wote yuko pale. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wako pale wanapambana na mazingira ni magumu, na ni watu wa vita kiukweli. Na ulielewe vizuri hili, kwa sababu hata wale wa Afghanistan ni wa Irani kiasili. Wale wa Taliban wale unaona wale asili yao ni wa Irani. Na ndio maana wagumu sana kivita, ndio maana Marekani imepigana nao miaka 20. Na vita haijaisha, kabidi Trump aondoe majeshi pale. Hawakubali kushindwa vita hawa Irani na wale wa Afghanistan, wote ni Waajemi wale. Ni watu wa vita hawa. Kwa hiyo hawa Irani, ndugu yangu simulizi, ni watu ambao nchi yao iko sehemu ya kimkakati sana. Wa Irani ipo eneo linaloitwa Asia Magharibi. Na hawa kuna kitu kimoja wamebarikiwa na Mungu. Kwanza wana mafuta ya kutosha. Alafu wana hifadhi kubwa sana ya gesi duniani. Baada ya Russia pengine namba 2 ni wao. Kwa hifadhi kubwa ya gesi. Alafu kitu kingine Mungu alichowajalia ni kwamba wamekuwa na teknolojia sasa. Yaani wana elimu. Yaani wa Irani unavyoona pale wanatengeneza magari yao, wanatengeneza ndege zao, wanatengeneza madawa yao ya hospitalini, batrekta, treni za umeme hizi wanatengeneza wenyewe ujue. Kwa hiyo ni watu ambao si wa kawaida, ni watu ambao wamejipanga. Na haya yote yametokea baada ya vikwazo vya kiuchumi. Wamekuwa vikwazo muda wa miaka 40, kwa hiyo vikwazo vile vikao vimewafanya wao wenyewe wapambane ili kujitegemea. Kwa hiyo vile vikwazo vimewaimarisha. Vimewafanya wao imara, wajitegemee kwa kila kitu. Ndio maana umeona mpaka sasa hivi mpaka kwenye sekta ya silaha wanatengeneza wenyewe. Sasa hivi wanarusha satellite zao wenyewe. Ni watu ambao wamejipanga, wako vizuri. Na eneo ambao waliopo ni eneo la Asia Magharibi. Sasa kuna kitu kimoja watu wanatakiwa waelewe vizuri sana. Kuna kitu kinaitwa Strait of Hormuz, yani mfereji ule wa Hormuz. Hii Strait of Hormuz ni nini? Ni mfereji ambao misafara yote ya meli lazima ipite pale Irani kama inakuja Ulaya. Sasa inamaanisha kwamba hata kama leo Marekani ataishambulia Irani kijeshi, ule mfereji ukifungwa, Ulaya hakuna mafuta. Na ndio maana Marekani inawezekana, mimi nafikiria pengine kwenda Venezuela kujichukulia wese kule, pengine tayari kashafanyaje? Kashajipangia mpango wake kama mimi mafuta na uhakika ya kutosha, watu wa Ulaya wataijua wao wenyewe. So, Saudi Arabia ndio mzalishaji mkuu wa mafuta, karibia nusu ya mafuta ya dunia. Kwa maana vita vikianza pale, ina maana kwamba mafuta Ulaya hakuna. Wala huku kwetu mafuta yatakuja, kwa sababu tayari eneo lote lile kuanzia bahari ya Hindi, kuanzia bahari ya Nyekundu, kuanzia bahari ya kule kote kutakuwa ni vita kubwa. Kwa hiyo biashara ya mafuta duniani itakuwa ni tatizo kubwa kweli, na nchi nyingi zitafirisika kiuchumi. Sasa ndio mimi natathmini Trump anaweza kalifanya hilo, kuharibu uchumi wa dunia, kwamba dunia ikose mafuta iende gizani. Maana yeye mafuta anayo, anaweza kutoka Venezuela sasa hivi. Na yeye Trump anachimba mafuta kwake. Kwa hiyo ana athari, hata vita ikianza yeye ana shida. Je, nchi zingine ambazo hazizalishi mafuta kwa wingi zitapata mafuta? Kwa sababu Saudi Arabia ndio mzalishaji mkuu wa mafuta, na kuna hofu kubwa kwamba huenda vita vikianza mitambo ya mafuta Irani akapiga Saudi Arabia. Kwa hiyo kutakuwa na tatizo kubwa sana la kiufundi kama endapo leo vita vitaweza kuanza pale maeneo ya Ghuba ya Uajemi. Dunia nzima itakuwa imeingia kwenye matatizo makubwa, na sisi hasa huko Afrika, kwa sababu kama leo meli kutoka China haziji huku zinaleta mizigo, meli za biashara ziingie huku, tunaathirika. Kwa hiyo ni swala baya kabisa, na watu wengine huwa wanashabikia tu. Nimeona jana kule Israeli kuna watu wanakimbia. Ndio. Si kwamba wanakimbia kwa sababu gani? Kuna watu hawataki vita. Wanakimbia kwa sababu ile vita ya siku 12 watu walikuwa wanaishi kwenye maandaki. Hata kama unakula, lakini ukiishi kwenye maandaki siku 12 inakera. Inakera. Kwa hiyo kuna watu wanakimbia sasa hivi nchi kule Israeli, na hata Irani pengine angetoa fursa watu waondoke wanavyotaka, pengine wangeondoka. Pengine hata huko Saudi Arabia wengine wangeondoka. Kwa hiyo kama itatokea vita yoyote maeneo yale, basi litakuwa ni tatizo kubwa kweli. Kuna jambo bado najiuliza, ningetamani nalo tulipitie kidogo kuhusiana na hawa wa Irani. Naam.
Tumesema baada ya kwamba walileta fujo wakapigana na Waarabu. Baada ya kupigana na Waarabu likageuka kuwa taifa la Kiislamu. Sasa ni lini ambapo lilibadilika liwe taifa la kawaida ambalo tumeona wale wananchi wake wakiandamana wanakuwa ni kama hawautaki Uislamu na wanachoma misikiti na wanafanya fujo, na inaonekana linatamani kuwa taifa tena la kimagharibi, wakati tayari walikuwa baada ya kutoka kwenye dini zao za moto walikuwa taifa la Kiislamu. Maana yake si tayari maadili ya Kiislamu walikuwa wameshazoea. Naam. Kwanza tuseme binadamu tuko tofauti. Ndio. Binadamu tuko tofauti na mitazamo inakuwa tofauti, na hilo lazima tulielewe kwamba hatuwezi kuwa sawa. Wale wa Irani kama tulivyosema ni kwamba ni watu ambao wenyewe wana matatizo, baadhi ya wananchi wa pale. Na ile bahati mbaya ujue msimulizi, usimuone mtu anaitwa Muislamu kafila labda ana Uislamu kwa 100%. Okay. Hata hapa Tanzania kuna mtu Muislamu lakini hata msikitini haendi kuswali. Wala hata kufunga afungi. Sasa labda kwa nchi kama zile inawezekana mtu akasema ni Muislamu lakini pengine akawa labda anaona tu kwa sababu katika nchi hii watu wanaswali na mimi ni swali tu kwa kufuata mkumbo, wapo. Kwa hiyo kuna Wairani si kwamba Uislamu wenyewe wanaotaka kivile, kwa sababu mimi nashangaa kuona kwamba leo kuna watu leo wanafanya fujo, wanaharibu mali za umma, misikiti inachomwa, lakini hawa wanachoma msikiti kwa mujibu wa maelezo ya Wairani wenyewe wanasema wengi ni wale raia wa India. Okay. Na baadhi ya raia wa Afghanistan ambao walikuwepo kule kwa muda mrefu wamelipwa pesa Irani anavyosema na serikali ya Israeli ili waweze kufanya hujuma kama hizo. Lakini inawezekana mtu akao ni Muislamu na akaenda kuchoma msikiti kwa tamaa. Mtu kapewa pesa, labda yuko kwenye mazingira magumu. Mtu mwingine ajali kwenye pesa, mtu mwingine anaweza kufanya chochote. Okay. Kwa hiyo watu kama hao wapo. Lakini hapo tunaposema kwamba kuna watu hawatamani Uislamu, ndio. Kuna watu wengine wanatuangalia ni maslahi yao tu ya duniani. Wanataka wewe na maisha mazuri. Ukiwaambia sijui Uislamu wanakuelewa nini? Hawakuelewi. Wapo watu kama hao. Ndio maana jana nimesikia kuna watu sasa hivi baada wanaitwa Wakurdi. Ndio. Wanashambulia, kuna baadhi ya maeneo wanashambulia ndani ya Irani. Ina maana hivi tunavyoongea Irani sasa hivi kuna vita nyingine. Hao Wakurdi ambao ni wa Irani ni raia wa pale wanaanza vita sasa, wanaenda kujaribu kuteka maeneo ndani ya nchi yao wenyewe. Sasa watu kama hawa wakiona sehemu kuna hujuma, watafanya hujuma. Okay. Watakuhujumu tu. Hata kama wataona ni watu wako, ni raia wako, lakini kwa njia ya ushawishi ya mataifa kutoka nje. Hasa ya Marekani ambao wanatumia hela nyingi. Umeona juzi hata kule Greenland, Marekani imeahidi kila raia akikubali kujiunga na Marekani atatiliwa pesa kwenye akaunti yake zaidi ya milioni 250 ya Tanzania. Okay. Kwa hiyo mataifa haya huwahonga watu, wapa watu hela. Na mtu mwingine akipewa pesa shekhe, anafanya jambo lolote. Kwa hiyo kuna Wairani wenyewe wanataka maisha mazuri tu. Hata wao Uislamu wenyewe pengine mpango nao hawautaki. Wanataka uzungu. Wanataka wafanye mambo yao wanayokusudia wao. Yaani bado sawa. Hii ni kwa sasa hivi. Nazungumza ambapo unasema kuna kipindi waliwahi kuishi maisha ya kawaida yani ya kimagharibi. Wakati huo wameshatoka kwenye dini zao za kiasili za Zoroastristi. Wamekuwa Waislamu, lakini tena baada ya kwamba sijui ni Waingereza au ni nani walikuja kuwasaidia wakawa wameishi sasa kikawaida, yani maisha ya tuseme maisha ya kianasa. Na hapo ndipo hilo ni tatizo, na hili jambo liliwafanya Wairani walimae sana. Okay. Yani wakati wa utawala wa Shaha yule alipinduliwa. Okay. Yule mfalme Shaha, Wairani nyama ilikuwa inatoka Brazili. Okay. Maziwa yanatoka nje. Kila kitu walikuwa wanaletewa na wazungu, walikuwa wazalishi chochote. Huyo Shaha hakuwa Muislamu. Alikuwa ni Muislamu mfalme, lakini ni kibaraka. Okay. Wa Marekani na Waingereza. Kwa hiyo walikuwa wanaagiza kila kitu kutoka nje. Kwa hiyo walikuwa wanaishi vizuri. Wanaishi vizuri, wanakula vizuri. Na ndio maana hata baada ya mapinduzi ya Irani mwaka 79 watu walianza kuandamana. Wazungu wakakata maziwa wale tena. Wale nyama ambayo inatoka Brazil haiji tena. Yule Khomeini akatangaza jihadi, akasema sasa hivi tunatakiwa tulime, hatutegemee tena watu kutoka nje. Paka yule shekhe, yule Khomeini akaharamisha maziwa kwa watu wazima kunywa maziwa. Ili maziwa wanywe watoto tu. Okay. Kwa hiyo wakaanza kufuga ng'ombe, wakaanza kulima ili wajitosheleze wenyewe. Inasemekana hata baada ya mapinduzi watu waliandamana, si kwamba wanayofanya leo kwamba yalikuwa ni mapya. Wanawake waliandamana mpaka Ikulu kwa Mama Khomeini. Hawataki kuvaa hijabu. Okay. Wanataka wabaki hivyo hivyo tu kama watu wa magharibi. Yule imamu akawakaribisha akasema karibuni, wakaingia pale. Akasema leteni keki na soda muwape. Wakapewa. Wale wanawake wakala, alivyokula akasema sasa nyie kama madam hamtaki kuvaa hijabu katika nchi ya Kiislamu itabidi muondolewe.
Sasa tuondolewe vipi wakati ni nchi yetu? Akamwambia, akawaita askari akasema kama hawataki wapigeni risasi wote. Wakaogopa wenyewe. Wao tafanya hijabu akasema basi kuleni keki na soda ondokeni. Hii ni nchi ya Kiislamu, mtafuata taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo walijifunga mikanda kweli. Mpaka kina kipindi wakawanywa maziwa, wakaanza kufuga, wakaanza kulima, likawa ni taifa ambalo linajitosheleza kwa nyama, kwa maziwa na kwa kila kitu na kwa teknolojia. Likawa limejitosheleza. Lakini wazungu si kwamba fitina hii wameanza leo, waliandaa mpaka vita vya Iraq kama tulivyosema vya mwaka 80, ikawa ni vita kubwa sana. Waliandaa vita ya kuwapiga vita Wairani wengi sana walikufa kwa sababu katika vita hii ilianza mwaka 80 mpaka 88, ikawa inapiganwa. Wairani walikuwa wanapigana kwenye mazingira magumu ya vikwazo. Wairaki wenzao wanapewa misaada, lakini wakawa wanajaribu, Wairani wakawa sawa wanataka kudhibiti ule mto ule, ile inaitwa ghuba ile ya kupitishia mizigo. Maana Iraki naye akitaka kuuza mafuta kuna sehemu anapita ili apeleke nani yake mafuta yake kwenda kuuza. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa alichofanya Irani, Imam Khomeini alianzisha operation ya kijeshi inaitwa Al-Fajr 7. Hii operation Al-Fajr 7 ilikuwa ni operation ya kwenda kudhibiti ule ujia wa kusafirisha mizigo. Walipigana kwa ujasiri mkubwa, lakini operation hii ilifeli. Lakini baadaye tena wakaandaa operation Al-Fajr 8. Lile eneo wa Irani walilidhibiti zaidi ya miaka 2. Saddam Hussein sasa kipindi hicho akaamua kutumia silaha za sumu za kemikali. Kuwapiga wa Irani silaha za sumu. Silaha hizi zilikuwa ni jambo baya sana kwa sababu zilitumika, wale askari walikuwa wanapata vidonda, walikufa watu wengi sana. Lakini kwa unafiki huo wazungu na Umoja wa Mataifa wote walikaa kimya. Wakati Saddam Hussein anatumia silaha za sumu akiwa na askari zaidi ya 100,000 anawashambulia wa Irani, dunia nzima ikakaa kimya kwa sababu anayepigwa ni Muirani na wazungu hawamtaki. Walikaa kimya mpaka baadaye katika Umoja wa Mataifa ikabidi lipitishwe azimio la kuweza kukemea mambo hayo ambayo yalifanyika na Wairaki kutumia silaha za sumu. Kwa hiyo Wairani wamepata shida sana na hawajawahi kuwa na raha kwa sababu kwanza wako vitani miaka yote. Hata kama sio vita vya bunduki, lakini ni vita vya kisaikolojia, ni vita vya kiuchumi kama unavyoona vikwazo. Alafu Wamarekani wanafiki kwa sababu Wamarekani wanaposema Irani, serikali ya Khomeini imeshindwa kujiongoza, wakati Irani alipokuwa anafanya biashara na Marekani, mabilioni ya dola Marekani yameshikilia mpaka leo hajaiachia. Yaani kuna pesa nyingi za Irani ziko nchi za Ulaya zimeshikiliwa na nje. Kiasi kwamba ile pesa wakimrejeshia Irani pesa yote pale, mambo ya wananchi yatakwenda vizuri. Yaani Irani leo akiondolewa vikwazo tu vya kiuchumi, akauza mafuta yake, akauza na gesi yake, akaanza kutengeneza vitu vyake, wa Irani hawana shida, wanaishi kifalme. Lakini wamewekewa vikwazo, wana njaa, alafu Marekani anasema viongozi wenu wabaya. Wakati wamewekewa vikwazo. Sababu mwenyewe vikwazo mimi siuzi wala kununua. Alafu bado unasema kiongozi wangu mbaya, ubaya wake nini? Kwa hiyo Marekani ndipo wanavyofanya hivyo propaganda. Wamewekea vikwazo, hali ya maisha imezidi kuwa tight, pesa ya Irani imeporomoka. Wanasema dola moja imekaribia sijui nani ngapi sasa hivi? Sifuri. Yaani wao wanakuambia ile hela yao wale moja ni sawa na dola sifuri ya Marekani. Kwa maana kwamba pesa yao imeanguka thamani vya kutosha. Labda ukienda kununua hata chipsi sokoni sijui unaweza kubeba pesa kiasi gani. Kwa hiyo wamekuwa na hali ngumu kama hiyo. Lakini yote haya ni matokeo ya vikwazo vya Marekani. Sasa mimi sijui kwa mfumo kama huu na kwa mazingira kama haya wa Irani wanatokaje hapa. Wa Irani washajitolea kwamba hapa iwalo na liwe. Sasa ndio watu wanasema wale wananchi wengine ambao ni wadhaifu sasa bora huyo kiongozi aondoke. Huu mfumo uondoke, aje kiongozi mwingine. Pengine akija kiongozi mwingine maisha yanaweza kuwa na hueni, labda ndio fikira zao hizo. Lakini Waisraeli ninavyojua mimi, ule utawala leo ukianguka, wa Irani leo, Wayahudi watashambulia kila sehemu. Najua Irani ambayo unajua hii ni hatari kwa Waisraeli, watapiga sehemu zote. Kama alivyofanya Syria. Ilivyoanguka ule utawala wa Syria, Waisraeli wameshambulia mpaka kambi za jeshi zote, wakashambulia viwanda vyote. Na maana leo kama yule mzee akiondoka madarakani,
Irani hakutabaki sehemu salama ambayo Myahudi ataipiga. Atapiga sehemu zote. Kama kuna viwanda atapiga vyote, kama kuna shule atapiga zote, kama kuna mahospitali atapiga. Yaani Irani itakuwa bora ya Tanzania. Watakuwa wamejimaliza. Okay. Na ndio maana umeona kwenye maandamano ya juzi wamekuwa wakali sana. Baada ya maandamano wale raia wengine, serikali nayo ikaja na waandamanaji wake. Okay. Wameandamana kuonyesha dunia kwamba sisi tuko pamoja na serikali yetu. Kwa hiyo ndio hali iliyopo pale, lakini wakijichanganya wa Irani wamekwisha. Muisraeli hawezi kuwabakiza, atawamaliza. Kwa hiyo tunaona hata baada ya Iraki kuangushwa wakati wa Saddam Hussein, Iraki alikuwa na wanasayansi zaidi ya 500 waliuliwa wote. Okay. Waliuawa wote na CIA na Mossad waliuawa wote. Wale scientists wa Iraki. Na umeona hata katika vita vya juzi vilivyotoka wale wanasayansi wa nuclear walikuwa wanauawa. Ndio. Kwa maana hiyo ile utawala wa Iran ukianguka, hakuna mwanasayansi Iran atakayebaki, hakuna chuo kitakachobaki, Iran ndio itakuwa imekwisha. Itakuwa omba. Okay. Kwa hiyo pale kazi sio rahisi. Yaani inatakiwa kama ni kujitoa wajitoe kweli. Kama ni uzalendo sasa wa kutetea nchi yao, wasimame kidete, wapigane, wasimamie nchi yao ili iweze kwenda. Sawa. Una swali? Hapana, nafikiri tumeongea mambo mengi, tutaendelea kufanya kadri tunavyopata nafasi. Basi na mimi nishukuru kwa leo, tena ni siku tukufu, tumekutana tena na ndugu yangu hapa, tumezungumza yaliyokuwa machache. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, basi kama tutakapopata nafasi na mambo hayo kama yatakuwa yanaendelea, sitakuwa ni wenye kufuatilia darasa kama hizi ili tuweze kupata faida. Ndugu zangu, kama nilivyosema na huwa nasema tena kwamba niko hapa, niko katika harakati hizi. Kwa yoyote yule mwenye kutusupport katika harakati zetu, namba yangu ni 0714 829191 0714 829191. Tuna harakati zetu za madarasa hapa. Mwenye kuweza kuturekebishia maeneo ya tiles anaweza kuja kurekebisha maeneo ya madirisha aluminium, tunahitaji vile vile miundombinu ya maji tunahitaji. Atakayeguswa basi atatupigia kwenye namba hiyo 0714829191. Na wale wengine tuendelee kusubscribe katika channel yetu hii ya Simulizi ili tuendelee kupata habari motomoto kutoka katika channel hii. Kwa haya machache niseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama tembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe au kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.